Vuoka matroso, как слышишь? Operation kubwa ya kijeshi nchini Ukraine imefanyika tarehe 19 ambapo vikosi vya Urusi vimeshambulia kituo cha mafunzo cha jeshi la Ukraine pamoja na rada za ulinzi wa anga katika siku iliyopita. Kyiv imepoteza wanajeshi 1320 katika maeneo yote ya mstari wa mbele katika siku iliyopita. Huduma ya vyombo vya habari ya Wizara ya Ulinzi ya Urusi, TASS, Moscow tarehe 19, vikosi vya Urusi vilishambulia shirika la kijeshi na viwanda vya Ukraine, kituo cha mafunzo cha jeshi na rada za ulinzi wa anga katika siku iliyopita katika operation maalum ya kijeshi nchini Ukraine. Wizara ya Ulinzi ya Urusi iliripoti ndege zinazofanya kazi za anga kushambulia magari ya angani yasiyokuwa na rubani, askari wa makombora na mizinga, na vikundi vya vikosi vya Urusi viligonga biashara ya sekta ya kijeshi na viwanda vya Ukraine, kituo cha mafunzo cha jeshi la Ukraine, vituo vya rada za ulinzi wa anga vya Ukraine, pamoja na vituo vya mkusanyiko na uhifadhi wa udhibiti wa mashambulio ya gari zisizokuwa na rubani. Risasi, vilipuzi na maeneo ya milipuko ya Ukraine na mamluki wa kigeni katika maeneo 156, wizara hiyo ilisema. Kyiv imepoteza askari 1320 katika maeneo yote ya mstari wa mbele katika siku iliyopita. Takwimu za hivi karibuni, jeshi la Ukraine lilipoteza takriban wanajeshi 1320 katika vita na vikosi vya Urusi katika maeneo yote ya mstari wa mbele katika muda wa saa 24 zilizopita, kulingana na data hivi punde kuhusu operation maalum ya kijeshi nchini Ukraine iliyotolewa na Wizara ya Ulinzi ya Urusi. Takwimu za hivi punde zinaonyesha kuwa jeshi la Ukraine lilipoteza zaidi ya wanajeshi 230 na magari 8 ya kivita katika eneo la uwajibikaji la Battle Group ya kaskazini ya Urusi, takriban wanajeshi 190 na tanki katika eneo la uwajibikaji la Battle Group West, na zaidi ya wanajeshi 175 na magari mawili ya kivita katika eneo la jukumu la Battle Group South. Katika kipindi cha saa 24 zilizopita, jeshi la Ukraine pia lilipoteza takriban wanajeshi 490 na magari 4 ya kivita katika eneo la uwajibikaji la kituo cha mapigano cha Russia, zaidi ya wanajeshi 175 na gari la kivita lililokuwa na silaha katika eneo la uwajibikaji la Battle Group Mashariki, takriban wanajeshi 60 na vituo viwili vya msongamano katika eneo la uwajibikaji la kikundi cha DNEP.